Kwa majina naitwa Sia Godfrey, natoka ofisi ya mganga mkuu wa mkoa. Ni mratibu wa ufuatiliaji wa magonjwa yanayotolewa taarifa na magonjwa ya mlipuko, lakini pia ni mratibu wa taarifa katika kituo cha dharura za kiafya cha mkoa, Public Health Emergency Operations Center. Swali langu, mada inasema kwamba kuzama maji ni changamoto ya afya ya umma. Sera ni nyenzo muhimu katika kuzuia vifo vitokanavyo na kuzama maji. Ni kweli kabisa swala la kuzama maji ni changamoto ya afya kwa umma, kwa sababu tunajua kabisa kama mwasilishaji alivyotoa taarifa ni kwamba vifo vingi vinavyotokea katika jamii, mojawapo ya makundi ya vitu vinavyosababisha vifo katika jamii ni wale ambao wanazama maji. Na tunaona kabisa kwamba kwa nchi ya Tanzania zipo sheria ambazo zinasimamia hili kwenye swala la kuzuia kuzama maji. Tuna sheria ya afya ya umma, tuna TASAC Act, zipo nyingi, zipo za marine ambazo zile sheria zinasimamia masuala ya usajili wa vyombo vya majini, lakini pia zinasimamia swala la leseni na ukaguzi wa vile vyombo. Kwa swala la sera, tunajua kabisa kwamba tunapokuwa na sera nzuri inayotamka vizuri, inakuwa ni mwongozo. Ni shirika lisilo la kiserikali, elimu, kuna wavuvi, wote tuungane kwa pamoja na jamii kwa ujumla, kwa sababu haya madhara yanapotokea au dharura zinapotokea, watu wa kwanza wanaokuwepo kwenye eneo ni jamii. Kwa tujitahidi jamii iwe na uelewa wa kutosha kuhusu kuzuia hivi vifo, lakini pia sisi kila mtu aone kwamba ni wajibu wake, isionekane ni wajibu wa serikali peke yake au ni wajibu wa idara ya afya peke yake. Kwanza, kabla sijajielekeza kwenye swali, nilikuwa naomba nirespond kwenye baadhi ya observations hasa ambazo zimetolewa na watu wa media. Ile habari ya ushirikiano na serikali kwamba imetolewa rai kwamba kuwepo na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau na hasa media. Mheshimiwa Moderator, hili lipo na tunalifanyia kazi kwa bidii sana. Hata hapa tuwe mwenyewe ni shahidi, hizi media ambazo ziko mbele yetu, wapo ambao ni wa serikali, lakini wapo ambao ni binafsi. Lakini pia taasisi yako nafikiri ilishakupa mrejesho, tulishakuwa na mazungumzo kama haya. Sasa naenda kwenye hoja. Dhamira ya serikali katika kuimarisha juhudi za kuzuia kuzama maji kupitia uongozi, ushirikiano na uratibu wa sekta mbalimbali. Unapozungumza na serikali, nafikiri cha kwanza ni ile kutengeneza mazingira ambayo ni rafiki, mazingira ambayo ni wezeshi. Mfano, serikali ina sera. Tuna sera ya taifa ya management ya maafa ya mwaka 2004 na kwa sasa iko kwenye mapitio, na hii ni ushahidi wa awali ulio dhahiri kwamba serikali kuwa na sera maana yake ni kwamba inatoa matamko, inatoa mwelekeo wa nini sasa kama nchi, kama taifa tuweze kushughulika linapokuja swala la maafa, ikiwemo kuzama maji na aina zingine za maafa. Dhamira ya serikali iko wazi sana na commitment yake imekuwa ni kubwa kama ambavyo mnaiona. Na kwa habari ya mkoa specifically, sisi kama Mwanza tumefanya mambo mengi sana makubwa na mazuri. Lakini kabla ya kusema mengi haya sana, ni kwamba naomba tuanze kuangalia na kutambua kwamba unapozungumza swala la maafa
Mimi binafsi mara nyingi nimekuwa nikilichukulia kama vile ni mtoto mchanga sana katika nchi yetu. Elezo letu kwenye eventi kama hii ni kwamba bado hili ni eneo ambalo ni changa sana. Kwa hiyo kama ni eneo changa, maana ni kwamba sasa tunapokutana hapa sisi kwa pamoja ni kuendelea sasa kuangalia namna nzuri ya kutafakari ni vipi sasa huyu mtoto mchanga tutamsaidia angalau anyonye vizuri, atambae, akue, asimame, ajisimamie, na ili angalau sasa huko tunakokwenda unapozungumza maafa, basi kila mtu ajue maafa ni nini, sheria, sera, miongozo na vitu vingine viko katika namna ambayo ni nzuri. Kama mada inavyosema, tuungane kuzuia vifo kutokana na maji kwa pamoja, tuungane. Sasa kwa muda uliokuwa kama ulivyoeleza dakika 5, ningependa nipitie kujibu maswali au maoni yaliyotanguliza ndugu zangu, kwamba sisi TASAC tuna jukumu hilo la kuangalia usalama wa vyombo vya majini, na hivi vyombo vya majini vimegawanyika katika makundi ambayo ni vyombo vidogo na vyombo vikubwa. Sasa tukiangalia kuzama, na picha zinazoonekana hapa ni za vyombo vidogo, na kwenye vyombo vidogo ndo kuna watu wengi ambao ni hatarishi sana. Sasa katika hilo kuna mwongozo na kanuni za kuzuia au kupunguza ajali zinazotokana na matumizi ya hivyo vyombo vidogo. Shida inakuja pale kwenye utekelezaji, kwa sababu wenzetu wa BMU kama alivyosema ndugu yangu wa Gozba, kwamba huwezi ukaingia ndani ya maji bila kuwa na life jacket. Hayo ni matokeo ya sisi kufika kule, kutoa elimu na kuonyesha umuhimu wa matumizi ya life jacket. Lakini sisi vile vile ndio tunausajili vyombo vidogo. Miongozo ya kusajili kile chombo lazima ukikague kwamba je, ni bora. Kaguzi itaanzia kwenye mwili ule wa chombo chenyewe, kwamba hakivuji, kiko salama. Lakini je, kina vifaa vya uokozi? Vifaa vya uokozi miongoni mwao ni hiyo life jacket. Kwa hiyo chombo ambacho kama ni cha uvuvi kina wafanyakazi 4 hawezi akapewa leseni ya cheti cha ubora bila kuwa na hizo life jacket. Mimi naitwa Abel Lameki Bogohe. Abel Lameki Makalanga Bogohe. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kome kwenye halmashauri ya Msoma vijijini. Umuhimu wa ushiriki wa jamii katika kuandaa, kutekeleza, kufuatilia sera, mikakati, kanuni zinazolenga kupunguza hatari za kuzama maji. Unajua, inawezekana wengine wasijue umuhimu, lakini sisi tulioguswa kwenye matukio tumeona umuhimu. Kwanza kabisa, umuhimu wa kwanza kabisa ambao mimi nimeubaini nikiwa mshiriki katika kuandaa hizo sera, kuna rahisisha uelewa wa sheria na kanuni na wepesi wa kuzitekeleza na kuzisimamia. Mfano, wakati tunaanza kuunda zile bylaws, mimi mwenyekiti wa kijiji nimeshirikishwa kuteua wadau. Hawa wadau wanatoka kwenye eneo langu: kiongozi wa dini, viongozi wa siasa, wanasheria, wale kama mahakimu, wakuu wa mazahanati, si ndio, wakuu wa polisi, nini, wako kwenye maeneo yetu, na wanajamii, walimu, nini, watumishi, wataalamu. Kwa hiyo hao wote wanatoka kwenye eneo husika. Kumbe yatakayopitishwa kule na kurudishwa kwa wananchi, mimi awareness ya kuyasema kwa watu wangu ninakuwa na upana wa kutosha, na jamii nzima inakuwa imeelewa. Kwa hiyo inapokwenda kwenye baraza kurudi huku, tayari kuna jamii kubwa sana wanakuwa wameelewa wamepitisha kitu gani na kwa faida yao. Lakini umuhimu mwingine ni ile hali ya kutengeneza mnyororo fulani hivi wa mahusiano. Unaona nilivyotaja watu pale, tunapokwenda kutengeneza zile kanuni tumemshirikisha hakimu yumo. Kumbe mimi napokwenda kusimamia mtu amekosea, akireaction, akikataa, kikaidi,
nikimpeleka mahakamani, hata hakimu anakumbuka tulipitisha ile kanuni, inamhukumu vipi, na ile bailo inakuweko kule. Kwa hiyo zinapokwenda kupitishwa, sisi wenye viti tunakabidhiwa kwa ajili ya kuzisimamia na kufanikisha utekelezaji mzuri. Mfano, baada ya kuzinduliwa tunazirudisha kwenye mikutano wananchi, na unaposoma vile vipengele, wananchi at least 7, 10, 20 walikuwepo kwenye kushiriki kwenye mikutano. Kwa hiyo wanakuwa wamezifahamu, wanasema ndizo hizo tulizozitengeneza. Kwa hiyo jamii kubwa inakuwa na uhakika wa nini inakwenda kufanya. Kumekuwa na tija sana, na niwaambie kupitia hizi bylaws, na waomba sana shirika na serikali, mgeni rasmi, serikali ishiriki kuwasaidia hawa EMEDO, iende kwenye maeneo mengi. Sisi tunaosimamia maeneo ya wavuvi ni sawa na wasimamia migodi. Tunapokea watu watukutu kweli, waliokwisha choka na kukata tamaa. Kwa hiyo bila usimamizi wa sheria, si ndio, na bila mnyororo wa kusaidizana na polisi, mahakama, si nini, ule ushirikiano, si ndio, yani ni majanga matupu. Elimu imekuja, tuna matukio mengi ya kuzama lakini yasio na madhara. Yani watu wanazama, mfano Kome pale waliwahi kuzama watu wakiwa na hizi life jacket, masaa 3, saa ya 4 wanapita wavuvi, tena wakuta salama kabisa, wanawekwa kwenye mtumbu, wanapewa chakula, wala hawatetemeki, wanakula. Kwa hiyo ni kitu ambacho ukiangalia lazima sisi tutumike. Mfano, nilikuwa nazungumzia masuala ya life jacket hizi. Kipindi zinakuja, si tumeshiriki kudesign, jamii imeshiriki kudesign. Hata mkumbuke Mgema, kipindi mnazileta mara ya kwanza baada ile maoni ya wananchi, waliwaongezea maoni, wakawaambia nendeni mkaboreshe hiki, na ndio hilo toleo ambalo tumelileta hapa limesatisfy kabisa haja ya matumizi ya wavuvi. Kwa hiyo ushirikishaji ni jambo la muhimu, na kila hatua tuliyoifanya imemshirikisha mwanajamii, hasa kwenye maeneo yote ya mradi, wala si utani. Na msione kwamba taarifa hizi zinavyosemwa labda mtu fulani katengeneza kwa faida fulani, si ndio? Nashukuru sana. Kama nilivyotambulishwa, naitwa mkaguzi Saidi Sekibonyo kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Ni msimamizi wa kitengo cha uokoaji ndani ya maji. Mada ambayo natakiwa kuiwasilisha kwa dakika chache inasema kuzuia kuzama maji ni suala linalohitaji ushirikiano wa kisekta, sekta mbalimbali pamoja na uongozi madhubuti. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia sheria namba 14 ya mwaka 2007 imetoa majukumu mbalimbali ambayo jeshi linapaswa kuyafanya, lakini jukumu kubwa na la kwanza ni kuokoa maisha na mali. Hilo ni jukumu kubwa ambalo limekabidhiwa kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Sasa kupitia siku hii ya leo ambapo tunaadhimisha siku ya kuzuia vifo ndani ya maji, ambayo tunaongozwa na kauli inayosema tuungane kuzuia vifo vitokanavyo na kuzama majini, au kwa wenzetu anasema unite to turn the tide. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunashirikiana na taasisi mbalimbali katika swala la kuzuia. Tunashirikiana na mashirika. Ninaposema taasisi, tumeshuka chini zaidi, tunaenda mpaka kwenye mashule. Nini ambacho tunakifanya mashuleni? Ni kuleta uelewa wa vihatarishi ndani ya maji.